tunakuletea matukio yote ya kimichezo, magoli mataa. Yote haya ni hapa hapa Atha TV. Subscribe na bonyeza alama ya kengele. Na Msimbazi wanakutana katika fainali baada ya miaka 10 kukutana katika fainali ya Mapinduzi. Mara ya mwisho ilikuwa ni 2011 ambapo Simba ilishinda kwa mabao 2-0. Musa Hassan Mgosi pamoja na Shija Mkina wakishinda kwa upande wa Simba na wakipa ubingwa Simba. Kesho ni nini kitatokea katika michuano hiyo? Priska Kishamba yupo huko, Nasibu Mkomwa, Shafi Dauda, wote wapo visiwani Zanzibar, na tuungane nao muda huu hapa ambao wao wametuandalia taarifa kutoka huko kuelekea mchezo huo wa fainali. Priska Kishamba kutoka huko visiwani Zanzibar, nini kinachoendelea kuelekea katika mchezo huo wa kesho? Asante Yahya Mohamed kutoka studio Mikocheni, Dar es Salaam. Ni kweli Zanzibar, joto la kuelekea kwenye mechi ya Simba na Yanga kesho. Kama kawaida walipo wakubwa hawa wawili, basi mambo mengi huwa hutokea. Na Zanzibar tunavyozungumza leo hii, usafiri uko bize, chakula kiko bize, hoteli ziko bize, kila kitu kiko bize. Lakini kwa upande wetu sisi, jioni ya leo tulipata nafasi ya kuwa kwenye maeneo ya Forodhani ambapo inafahamika wadau wengi wa soka kutoka bara wako hapa Zanzibar, na uwepo wetu hapa ni kukutana na wadau wenyewe ambao walikuwepo hapa Zanzibar kwa ajili ya kuweza kuzungumza mpira. Nimekutana na moja kati ya watu ambao pengine hasikiki sana, lakini ni mdau mkubwa sana wa Simba. Hatutaanza kuizungumzia Simba, tutaanza na mpira wetu kwa ujumla. Labda unaweza ukajitambulisha tu kwa majina yako ambayo watu wanakufahamu. Mimi naitwa Sunderland the only one, napatikana Kariakoo. Mr. Sunderland, tuko Zanzibar. Uwepo wako hapa bila shaka ni kwa sababu ya tukio la kesho. Of course, nipo hapa kwa niaba ya kuisupport Simba kwa sababu Simba ni timu kubwa na inshallah kesho tutashinda kwa kadari za Mwenyezi Mungu. Joto la kuelekea Simba na Yanga pamoja na kwamba tuko Zanzibar lakini inaonekana kuwa ni kubwa. Hii inaashiria nini? Mpira wetu unakuwa? Kiukweli mpira wetu unakuwa una mageuzi makubwa tofauti na zamani. Kama unavyoona sasa hivi wadau wengi wamekuja hapa Zanzibar, kuna ubize mkubwa, tujam, hoteli yote yamejaa, maboti yamejaa. Kwa kweli ni historia na ni miaka mingi haijawahi kutokea kucheza dabi hapa Zanzibari. Kuongezea kwa Sanda, mechi ya Simba na Yanga inapofanyika mara popote pale, huwa nchi inageuka. Yes. Kwa hapa visiwani, ukiacha mechi ambayo imebaki kwenye kumbukumbu ni wakati ule wa kombe la Afrika Mashariki na Kati, uwanja wa Amani mwaka 1992, penalti ya David Mwakalebela, unaikumbuka? Uko hujazaliwa sijui. Vyombo vya habari vilinukuu asubuhi, David Mwakalebela aivika paka kengele shingoni. Umeona bwana? Ukiacha hiyo game, kuna mechi nyingine ya Damian Kimti alifunga goli. Damian Kimti, ndio kweli. Yes. Ukitoka hiyo kwenye hiyo ni kombe la Afrika Mashariki na Kati mara 2 ambazo mimi nakumbuka. Inawezekana zipo zingine, sio? Na Yanga hana historia kutufunga uwanja wa Amani. Hana hiyo historia. Toka tukiwa sisi hatujazaliwa. Labda after hapo, lakini nakumbuka kwa kumbukumbu zangu toka napata akili, Dar es Salaam Yanga Afrika hajawahi kumfunga mnyama hapa Amani. Hajawahi. Haijawahi. Na hajawahi kufungwa Januari. Labda kuongezea kwenye mashindano ya Mapinduzi haya, hii ni mara ya 3 Yanga na Simba wanakutana. Inawezekana kauli ya Sanda inatokana na hizo mara 3 ambazo, hii ni mara ya 3. Mara 2 za kwanza ilikuwa ni fainali, mabao 2 ya Musa Mgosi, kama unakumbuka. Mgosi anafunga bao 2, Simba inachukua ubingwa. Alafu wakaja wakakutana mara ya pili, ilikuwa ni 2017 kwenye nusu fainali. Changamoto mikoja penalti, Yanga katolewa. Simba ya kina Po Kiongera, akina Raudi Mavugo, unakumbuka? Yanga kafungwa. Hii ni mara ya 3 kwenye kombe la Mapinduzi. Huenda historia kavunjwa, hakuna naye jua au vipi? Lakini so far record ndo zinavyosema hivyo. Na Simba kweli ana hasira, hatuwezi kuivunja historia sababu hii historia tumeirithi, kwa hiyo lazima tuiendeleze. Huyu ni mdau wa Simba, lakini tuko na mdau wa Yanga. Majina yako tafadhali. Sanda amejitamba sana hapa unamtazama. Pengine unataka kumjibu? Cha kumjibu kipo. Sunderland rafiki yangu, lakini nowadays Yanga ni timu kubwa.
Mimi ni David Kirenga, niko hapa Zanzibar kwa shughuli za kikazi, lakini pia kesho nitakuwepo uwanjani kushuhudia timu kubwa Yanga ikicheza dhidi ya timu ndogo ya Simba. Yale mapaka ya taifa saizi hatuyapi nafasi. Tuko vizuri, mashehe wamesoma dua vizuri, wachezaji wako hoteli nzuri. Yanga tuna udhamini mkubwa, tuko vizuri, timu inafanya vizuri. Katika timu chache duniani tangia msimu huu umeanza wa 2021, Yanga ndio timu pekee ambayo mpaka leo hatujapoteza mechi yoyote. Walojitahidi sana wamepata suluhu. Hilo tunalivunja kesho. Hilo tunalivunja kesho. Haya ni maneno ya mkosaji. Amesema sana, nimemwacha, amefurahi sana, na kama unavyoona mwanzo wa interview hii alikuwa anaogopa hata kusema, anatetemeka. Haiwezekani. Simba hajawahi kuogopa kusema. Simba ni mnyama mkali. Nawaambia mashabiki wa Yanga wajitokeze kwa wingi, waangalie TV kwa wingi. Kesho uteja unavunjika. Haiwezekani timu kubwa kama Yanga tukafungwa na Simba, timu ambayo haina mwelekeo, hajulikani, wale wazee kutoka Kenya, kutoka huko wapi, wote kesho ndio habari yao. Kae ukijua kama beki ya Simba ndio haijaruhusu magoli mengi, beki ya Yanga imeruhusu magoli mengi. Kwa hiyo basi kesho tunawaasa na tunawaomba washabiki wa Simba popote pale waje wamevaa jezi nyekundu kwa ajili ya kushangilia kombe. Ni bora kuruhusu magoli mengi lakini kupata ushindi. Haijalishi umefungwa 2-1, 3-1 lakini umeshinda. Kufungwa mechi 3 mfululizo na kushinda mechi 2, bora nini? Tusiandikie mate bwana. Kesho ndio kesho, utasikia mnyama anaibuka kidedea kesho hiyo. Okay, mimi na swali moja. Mechi ya Simba pamoja na Yanga inapotokea huwa kinaandikwa kitu mara baada ya dakika 90, huwa kinaandika kitu ambacho iko kitu hakifutiki mpaka pale watakapokutana tena. Kwa hiyo uko tayari kupokea mapinduzi? Ni back to back, ni back to back. Tumeanza, tuliacha Simba mechi tumekutana kesho mara 3 mfululizo, mara 3 tunakutana. Katika dabi mbili za kwanza Simba walipata ushindi, lakini kuanzia kesho mpaka 2025 back to back tunachukua. Timu Yanga na kikosi kipana, na wachezaji wengi. Juzi tumefanya usajili wa beki mpya mzuri, anacheza vizuri, Mwamnyeto mtoto mpya yule, na watu wengine wanacheza. Tuna kikosi kikubwa, watu wa Simba wanalijua hili. Kwa kuwatoa hofu, kupoteza gharama zao kutoka Zanzibar kuja hapa wakose pa kulala, kutoka Dar es Salaam kuja hapa wakose pa kulala, ni bora wakakaa waangalia kwenye banda umiza huko Dar es Salaam, wakatuachia washabiki wa Yanga, tukafurahi, tukachukua kombe letu kunyao Dar es Salaam, tutakutana nao pale feri. Sawa, na huyo ni mdau wa Yanga ambaye naye pia alikuwa anatoa maoni yake ya haya. Ni kuunganishe na mwenzetu Nasibu Mkomo kwa taarifa na kile ambacho amekizungumza makocha wa timu zote mbili kwenye mchezo wa kesho, lakini vile vile ZFF walifanya press conference ya maandalizi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo. Nasibu Mkomo. Asante Priska Kishamba. Walimu wa timu zote mbili wamezungumza kuelekea katika mchezo wa kesho, mchezo ambao utachezwa majira ya saa 2 na dakika 15 katika uwanja wa Amani hapa visiwani Zanzibar. Kama ulivyozungumza, watu wengi wametiririka sana, wapo hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushuhudia mchezo huu ambao unakutanisha Kariakoo Derby. Mwalimu wa Young Africans Cedric Kazi Mrundi, kikubwa ambacho amekizungumza, amesema kwamba amekili kwanza kikosi chake ni si kikosi imara mbele ya Simba Sports Club, lakini anaamini kwamba finali ni dakika 90 ndizo ambazo zitaamua mchezo wa kesho wa dabi hii ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba. Mimi nikisema kitu cha kwanza, kesho tuna mchezo wa finali, na kila finali kuna muhimu wake, tunajua kama ni mechi ya mwisho. Tuna dakika 90 kwa kusema tufanye historia katika klabu, katika msimu, na kitu kinaongeza umuhimu wa mechi ni opponent mwenye tunacheza naye, Simba, tani wa jadi, na tumejiandaa vizuri kwa mechi ya kesho, na naamini kama kesho tutakuwa na dakika 90 nzuri, na mwisho wa dakika 90 tutaona result nzuri. Wachezaji wote wako vizuri, except Yakuba mwenye ameumia kwa mechi ya jana. Tungali tuna assess kama anaweza kushiriki kwenye hiyo mechi, lakini jopo la madaktari wetu wataangalia mpaka dakika ya mwisho kama anaweza kashiriki, lakini pia mwalimu wa kikosi cha Simba Sports Club Suleiman Matola akapata nafasi pia ya kuzungumza na waandishi wa habari kwa kile ambacho anategemea huenda kikatokea katika mchezo wa kesho, na yeye amesisitiza kwamba licha ya kwamba mwalimu Cedric Kazi amekili
kikosi chake ni bora zaidi yake, lakini pia anaamini ana mlima mrefu sana mbele ya Young Africans ambayo anaamini kwamba inaweza pia ikapata matokeo ndani ya dakika 90. Tunamshukuru Mungu, maandalizi yako vizuri. Kweli tunaelekea kwenye finali. Naweza kusema kwamba hakuna finali rahisi katika mpira. Ukiangalia mashindano haya tulikuwa timu zaidi ya 9. Katika timu 9 tumebakiza timu 2. Kwa hiyo finali ni finali. Lakini tumejiandaa kwa ajili ya mechi ya finali. Ila na imani itakuwa ni finali nzuri na ushindani, ukichukulia kwamba ni kweli wanakutana na mahasimu ambao ni dabi ya Kariakoo imehamia Zanzibar. Na imani itakuwa ni burudani nzuri. Watu wa Zanzibar wajiandae kupata burudani katika finali ya kesho. Wachezaji ambao tumewaona walikuwa wakicheza toka mechi ya kwanza mpaka ya nusu finali ndio wachezaji ambao tutakaotumia katika finali ya mechi ya kesho. Hatuna mchezaji wote ambao tumemwongeza, na tunatakiwa tuelewe kwamba mashindano haya yana sheria zake. Unapaswa kuorodhesha wachezaji ambao utakaotumia kabla ya mashindano kuanza, na utakapoorodheshwa huna tena uwezo wa kuweza kuongeza mtu mwingine baada ya hapo. Kwa hiyo wachezaji utakaotumia ni wale tulianza toka mwanzo na ndio utakaotumia katika mechi ya kesho. Nafikiri wanapokutana Simba na Yanga mara nyingi huwezi kuangalia ubora wa timu. Huwezi kuangalia ubora wa timu. Mechi ya dabi siku zote unaweza kuwa bora na ukaipoteza, na unaweza kuwa huko vizuri na ukatoka na matokeo. Mechi ya dabi ni mechi ambayo ina vitu vingi sana. Kwa mimi naweza kusema kwamba ni finali ambayo itakayokuwa nzuri. Na narudia kusema kwamba wananchi wa Zanzibar wamepata bahati kwa siku ya kesho, wanaweza wakaona finali ya aina yake. Nafikiri tuna mazoezi ya mwisho jioni ya leo baada ya mechi ya jana. Kuna baadhi ya wachezaji nafikiri kidogo hawakuwa vizuri, kuna matibabu ya daktari, tunategemea kuangalia jioni ya leo wakoje. Kwa hiyo baada ya mazoezi ya jioni nitajua sasa ni nani wa kwenda katika mechi ya kesho na ni nani hatakuwepo kwenye mechi ya kesho. Nafikiri ni miongoni mwa wachezaji ambao tutaenda kumwangalia katika mazoezi ya leo. Shabalala aliumia katika mechi jizi ya Mtibwa na mechi ya jana hakuweza kuonekana. Kwa hiyo na yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao tunaenda kuangalia katika mazoezi ya leo. Kama watakuwa iko vizuri, basi atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao watakaocheza finali. Namaliza na mwenzangu Shafi kwa tathmini fupi ya mchezo. Swedi Kikazi amekiri kwamba kikosi chake si bora sana mbele ya Simba, lakini Matola amesema licha kwamba Kazi amesema hivyo, anaamini ana mlima mrefu wa kupanda. Ni kweli Yanga si bora mbele ya Simba kwa sasa? Kwanza cha kwanza kabisa ni kuprofile mchezo wenyewe. Hii mechi ya Kombe la Mapinduzi profile yake ni tofauti na mechi ya ligi kuu, au kama ingetokea wanakutana kwenye kombe la CAF Champions League au wanakutana kwenye kombe la shirikisho la CAF Confederation Cup. Na kupima utofauti huo unaweza kuangalia kwenye mechi zote, kwenye vikosi vya timu zote mbili, kwenye mechi zote ambazo wamecheza so far, utagundua wachezaji ambao ni key players kwa timu zote mbili hawakuwa sehemu ya hivi vikosi kwenye haya mashindano. Kuna wachezaji ambao wako na timu ya taifa inayojiandaa na michuano ya CHAN. Feitoto hajaonekana hapa, Kaseka hajaonekana, Lamine Moro, Saido, wako wengi. Lakini kiufundi ukitafsiri interview za makocha wote wawili wanashindwa tu kusema kwamba ni mechi ambayo inazikutanisha timu hizi ikiwa ni mechi kama ya kirafiki hivi, umeelewa? Ni ya mashindano lakini haiko serious sana, ndio maana wachezaji wao wengi wa kutumainiwa hawapo. Kwa kwangu mimi ndani ya pitch naiona ikiwa mechi ngumu sana kuliko hata mechi zingine, kwa sababu wachezaji ambao hawapati nafasi mara kwa mara kucheza wanataka kuprove kwenye mechi hii na kujenga imani kwa makocha wao. Nikupe mfano, Yanga umemwona ni Onzima amekuwa na tournament nzuri sana, sio? Kwa hiyo una expect nini kesho? Awashe tena moto ili anaporudi kwenye ligi kule mwalimu amfikirie amtumie zaidi kwenye ligi, tofauti na ambavyo alikuwa amtumii mara kwa mara kwenye ligi. Ya haya nafikiri kwa leo sisi tumeishia hapo. Kinachosubiriwa ni muda wa mchezo kesho asubuhi. Pia kwenye hili game tutakuwa tuna machache pia ambayo yanaweza kawa ni sehemu ya kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Na kutoka Forodhani Zanzibar, studio ndogo kwako Mikocheni Dar es Salaam. Asante sana Priska Kishamba, lakini pia kwake Nasibu Mkomwa, bila kumsahau Shafi Dauda na wadau wote ambao wamepata nafasi ya kusikika kwenye Sports Extra ya siku ya leo.